Samaki Nguva mrembo alikuwa akiwindwa na mvuvi. Kwa utulivu, alimweka mtoto wake ndani ya kikapu ili asiweze kufichua uwepo wa mtoto huyo. Kwa makusudi alitabasamu na kumpungia mkono yule mvuvi. Mvuvi alivutiwa sana papo hapo na akampungia mkono pia. Matokeo yake, mashua yake iligonga moja kwa moja kwenye miamba ya baharini. Kwa muda walikuwa salama, lakini samaki mrembo aliporudi, mtoto wake alikuwa ametoweka. Alimwona mtoto huyo akichukuliwa na mashua ndogo. Wanandoa waliokuwa kwenye mashua hiyo walimkuta mtoto akilia na wakaamini alikuwa zawadi kutoka mbinguni. Hivyo wakaamua kumlea na wakampa jina Cody. Samaki mrembo aliutazama mwelekeo ambao mtoto wake alipelekwa na akamwaga machozi ya huzuni. Miaka kadhaa baadaye, Cody alikua, lakini mwili wake ukaanza kubadilika kwa njia ya ajabu. Kila wakati alikuwa na kiu kali ya maji na alilazimika kunywa maji mengi kila siku. Wakati mwingine, vidole vyake hata vilikuwa vikitoa mikondo ya umeme bila kukusudia. Siku moja, Jesse aligundua magamba yakikua kwenye mikono yake. Alijaribu kuyaosha kwa hofu kubwa, lakini haikusaidia. Alihofia kuwa yeye ni mnyama wa kutisha, lakini maji yalipokauka kwenye mkono wake, yale magamba yalitoweka tena. Usiku huo, baada ya kumaliza kunywa maji, chupa ya maji ilionekana kushikamana kwenye kiganja chake kana kwamba ilikuwa uchawi. Aliipiga teke chupa hiyo mbali, lakini mkono wake ukashikamana ukutani badala yake. Baada ya kusikia kelele, wazazi wake waliingia chumbani kwake kuangalia kilichotokea, na wakamkuta amening'inia juu ya dari kama Spider-Man. Waliogopa sana na wakampeleka hospitalini kwa uchunguzi, lakini daktari alisema mwili wake ulikuwa wa kawaida kabisa. Siku iliyofuata, alishiriki mashindano ya kuogelea. Kasi yake ilikuwa ya kushangaza. Huku mpenzi wake wa kike akimshangilia, alifika mstari wa mwisho akiwa wa kwanza na hata kuvunja rekodi ya dunia. Wakati akisherehekea ushindi wake, mapezi ghafla yakamea kwenye mikono yake. Watazamaji waligundua haraka mabadiliko yake ya ajabu. Alikamata waya wa umeme na ukumbi mzima ukapoteza umeme mara moja. Alitumia vurugu hiyo kutoroka. Ili kugundua ukweli kuhusu yale magamba, alimwomba Jesse msaada. Baada ya uchunguzi fulani, Jesse aligundua kuwa yalikuwa magamba ya samaki. Ili kujaribu nadharia hiyo, alijaribu kuzungumza na samaki. Kwa mshangao mkubwa, samaki kweli waliruka kutoka majini. Jesse akashuku kuwa yeye alikuwa uzao wa samaki mrembo. Akiwa hawezi kuukubali ukweli huo, aliruka moja kwa moja baharini. Aliporudi ufukweni, mwili wake ulibadilika tena. Mapezi yakamea kwenye mikono yake na miguu yake ikageuka kuwa mkia wa samaki. Kwa bahati mbaya, alikamatwa na yule mvuvi wa miaka iliyopita. Alitetemeka kwa hofu. Wakati huo, mama yake samaki mrembo alitokea. Mvuvi naye alimwona. Akaanzisha mashine yake na kutupa wavu mkubwa. Samaki mrembo akanaswa ndani yake papo hapo. Katika wakati huo wa hatari, Jesse alikimbia hadi eneo hilo. Alishika kisu, akaruka majini na kuukata wavu ule wazi. Mvuvi alivuta wavu juu, lakini akakuta ukiwa mtupu kabisa. Ghafla, wavu ule ukalegea na kujizungusha kwenye miguu ya Jesse. Akaanza kuzama taratibu kuelekea chini ya bahari. Cody akarukia majini, akambeba Jesse na kuogelea kuelekea ufukweni. Jesse tayari alikuwa